Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Niko poa kwa Mlimbwende. Asante. Ndio Kiswahili fasaha? Asante. Au tuseme mrembo? No, yani mlimbwende nimesikia muda mrefu sana, ndio nimefurahi. How are you? You look good by the way. Thank you so much. Tuko hapa kwenye mambo ya michezo na nini. Sisi tumezoea kuona sana kwenye mambo ya urembo. Nini haswa kimekuvutia ukasema leo na mimi niende uwanjani? Ni kurefresh tu nice. Ile tu umechoka siku nzima. Sema ngoja kaangalie sema yako kuna nini huko leo. Inafurahisha kuona watu wanacheza wanakimbizana nini ndio that. Kutana na watu pia. Wewe ni timu gani? Mimi hapa nimekuja kusema kweli niko upande wa Vunja Bei. Lakini sasa hivi nimeamua sweat vibe. Kwa nini sasa? Naona kama kiboko. Kwa hiyo ni timu ya game haijaisha na ushahama tena. Mimi sijui mpira sana. Leo naweza kusema niko Arsenal, kesho Liverpool, kesho Manchester. Kwa hiyo mimi mpira sijui sana, udanganya. Kwa hiyo sina timu maalum kama naipenda. Lakini kitanzania hapa Simba moja. Naipenda Simba? Dam. Kwa kifungwa na hata tukifungwa kiasi. Mimi sasa siumii. Michezo bwana hii, kuna kufunga leo, kuna kufungwa kesho. Kwa hiyo kufunga kila siku. Yeah. Kuna wakati shaka kuumiza bana kama hivi Simba wewe fungwa sana Yanga. Mimi siye kuumia yani. Mimi napokea matokeo yote. Kwa mimi napenda tu timu yani hivyo yani. Nikwambia tutaje wachezaji wale watatu una mudu wa Simba? Hebu nitajia hata watatu. Sema wengi wamehamia Yanga sasa hivi. Shida. Umeona? Timu gani Yanga hiyo? Unasema wengi wanajua wamehamia Yanga? Nasema wengi ambao wanajua wamehamia Yanga, lakini kuna Chama, kuna Kibabage. Wengi sio wawili. Wengi. Sawa, Jacinta, jana ilikuwa ni siku ya wanawake duniani. Mimi nataka kufahamu ni sawa ukimdedicate mpenzi wako gani kwenye siku ya wanawake kama jana, labda mimi nikasema Happy Women's Day kwa mwanamke wangu? Si mwanamke kwenye maisha yako, yani mwanamke yote kwenye maisha yako, ile siku ilikuwa siku yake. Iwe ni dada yako, iwe ni mama yako, shangazi yako, mama yako mdogo, ni mwanamke. Ni siku ya wanawake. Kwa wanawake sio mpaka mtu fulani, hapana. Wanawake duniani. Hata marafiki zako wa kike, it's okay. Yani iko sawa kabisa yani. Kina mama tu. Wanawake sio wakina mama. Kuna Mother's Day ya wamama, mama yako mzazi au mama yako mlezi, Mother's Day. Kuna Women's Day. Women maana yake ni wanawake kwa ujumla. Yeah. Okay. Jana hujamushi mwanamke yote kwenye maisha yako. Mimi sina hata zaidi ya mama, sina mwanamke mwingine. Okay. Kama imekuwa gumu kulipokea hivi. Sasa mtu anaamua tu. Ndio. Labda hujaamua. Ukiamua sasa kaka mzuri. Wewe useme hivyo. Kaka mzuri. Ndio naambia kwa mara ya kwanza. Kweli? Wallahi. Kaka mzuri sana wewe. Asante. Ukiamua tu. Sawa, by the way wewe ni mtu wa mlimbwende kama ulivyosema mwanzo, mambo ya urembo na nini unazingatia. Wengi nowadays imekuwa kila mmoja na kitu anapaka, kila mmoja na kitu anatumia. Wewe ni kioo cha jamii. Mimi ningetamani tuzungumze na mabinti ambao wenyewe wanatamani kuwa na ngozi kama ya kwako, glow. Waambie wanatumizia bwana. Pia waambie labda ina cost how much take care ngozi. Sasa kuja brandi. Sababu naona wanafanya matangazo yao, kwa hiyo itakuwa matangazo for free. Lakini mimi ni mtu ambaye natumia mafuta ya kawaida sana. Mafuta ya nazi, mafuta ya mgando. Bosi tuyataje. Mafuta ya nazi, mafuta ya mgando. Basi. Hayo tu. Hamna mambo ya skin care nini? Kisha kujaribu skin care ikaniunguza. Kisha kununua ile kwamba nanunua package ya skin care fulani, nitumie ikaanza kuniunguza. Mara sio naweza yani sielewi kama upe sana, yani nikasielewa nikasema ngoja nitulie. Kwa sababu mimi sipendi kujichubua. Sipendi kujichubua, napenda rangi yangu. Sema kuna vitu vidogo vidogo, kama juzi nimeng'atwa hapa nimeng'atwa, unaona kama kuna usi sana hapa nimeng'atwa. Kwa sababu tu dawa ambazo kaniondolewe weusi basi, lakini kujicream sipendi. Nimeng'atwa uko wapi tena? Nimeambiwa ni Nairobi Fly, kuna mdudu kama si mdudu gani hivyo amenitembelea sio saa ngapi, sijui ni saa ngapi. Niliamka tu nasikia kuna wekundu maumivu makali. Lakini mimi I don't want to lie. Sinaga skin care maalum kama natumia kitu fulani, hapana. Nitakudanganya. Kwa mujibu ambacho umekizungumza, nikisema Jacinta ni mwanamke ambaye sio wa gharama, nitakuwa nimekosea? Inaweza sasa nikawa sina gharama kwenye skin care, lakini kama kwenye gharama kwenye kuvaa au kwenye viatu au kwenye kitu fulani, you understand? Gharama inategemea na nani anaongea. Kuna kitu ambacho unaweza kaona wewe mwanamke wa gharama, kumbe kwa mtu mwingine mbona ile kawaida sana, you understand?
Kwa unategemea gharama kwako ni nini? Gharama kwako ni kitu gani? Kulingana na ambacho umesema ndo maana. Wewe sasa, wewe gharama yako ni nini? Sasa mimi siwezi kujua sababu sina mtu namjua. Hata mama, sina mama wewe. Sasa mama si vitenge tu. Sio vya gharama. Lakini tukisema labda mavazi mtu amenunua sijui LV manini. Napenda sana kuvaa. Kwa mama kununua LV ni once in a while. Kisha kununua brand kubwa ni kitu ambacho unafanya mara moja. Kwa sababu bado hujafikia huko. Tuna vitu vingi sana familia tunazotegemea, familia nyingi sana tunategemea wadogo, mama, wazazi. Naenda kununua kitu milioni 7 milioni 10 uongo, utakudanganya. Siwezi. Hata kama ila nayo siwezi kufanya tu kwa ujinga. Ila kwa mtu ambaye ana uwezo wa kumudu kununua hivyo vitu, it's okay. Mimi kwa sasa hivi siwezi. Sasa fanya hicho kitu. Shemeji anatoa hela lakini. Nani? Shemeji. Nani? Shemeji. Shemeji. Sina. Decent. Sijaamua lakini sio kama hawapo. Sijaamua bado. Hawapo yani ambao unawatizama sana. Siwatazami, wananitaka. Ila mimi siwataki. Nikiwataka ndio utajua, bado sijawataka. Kama una vigezo vingi sana vitizama. Sio vigezo, ni wakati na mtu. Ni mtu sahihi. Sio kila mtu anaweza kadeti na mimi. Sio kila mtu anaweza kama mwanaume wangu. Kuna vitu ambavyo naviangalia pia kwamba huyu mtu kweli tunaenda wapi? Tunafikia wapi? You understand? Huwezi kuwa tuna mtu kwa sababu tu ya wanawake wengi hatuko kwenye mahusiano kwa sababu ya starehe. Wanawake wengi tunakuwa kwenye mahusiano kwa sababu tunaona kwamba kuna ndoa, huyu ni wanaume wangu, tuna mipango. Sasa unapanga na mtu miaka mitano anakuacha hata kwa mwanamke mwingine. Kuna mnarogo. Kwa hiyo utizami fedha kama wengine wanavyotizama? Mwanaume, kazi ya mwanaume ni kuprovide, kujua majukumu yake. Kwa kama nipo kwenye mahusiano na wewe na hujui majukumu yako mwanaume, inakuwa tayari changamoto. So issue ya pesa ni issue ya kujua majukumu yako kama mwanaume. Kama mwanamke wangu nywele zake zimeotea sana au zimefumuka, ngoja nipe hata 50 akasuke au 20,000 au chochote ambacho unaweza kaweza wewe kwa uwezo wako. Ndio kujua jukumu lako kwamba mwanamke wangu apendeze. Au kucha zake zimevunjika, ngoja niende hata fanya kusafia kucha. Yaani kujiongeza. Ni kama mzazi anajua mwanangu inabidi aende shule amevaa viatu, nimemea viatu, uniform, aenda akanyoe, unajua ndio mwanaume. Yaani mwanaume ni kama mzazi, ni kama sisemaje? Hivyo. Kwa huyo wa mwisho alikuwa hajajua majukumu yake? Alikuwa kwenye majukumu alikuwa vizuri. Sema kuna vitu vingine ambavyo alikuwa haiko vizuri. Alikuwa vibaya sana. Kwa hiyo maisha bwana sio mtu anayeanza naye masomo lazima umalizane naye. Kuna wengine mnaishia njiani, sio kwa ubaya. Unaona kabisa tunakwenda huko tutauana. Watu ni mwache. Natamani kufahamu. Kisha kwa umeachana mtu kama hivyo, unaipa room ya urafiki au ndo kila kitu kinaishia hapo? Siwezi kuwa rafiki na ex wangu. Sio adui yake na sio adui yangu, lakini hatuna cha kuongea. Tunaongea nini? You guys have a story behind. About what? You've been dating maybe for years. Tukikutana sehemu haya lakini hatuna urafiki kwamba jamani, sasa mikoje wanangu? Girlfriend yako vipi? Hapana. Hatuna cha kuongea, yani mimi kama ninaisha kuongea na ex wangu yoyote. Hatuna cha kuongea. So ikitokea labda lakini pia anaweza kutegemea labda mmeachana kivipi? Kama mmeachana kimyeisho hapa, mnaongea nini sasa? Lakini kama kuna wengine labda amesema mwanangu, tunakuelekea kutauana, watu tuishie hapa. Unaweza kumsalimia tu lakini sio kama mna ushikaji, hamna ushikaji. Yaani utakuwa rafiki wa ex wako. Haiwezekani. Haitakiwi. Inawezekanika kwa watu ambao wanaweza, lakini kwa sababu ukishakuwa rafiki wa ex wako na siku moja utataka tena mrudie ABCDEFG. Sasa nakosa na miaisho. Kwa bora ujiepushe na hiyo. Sasa unashangilia unajua ni timu gani imeshinda? Timu yangu Black. Hiyo si. So ikitokea una date alafu huyo mtu ana urafiki na ex wake, inakuwaje? Mwanaume wangu popote ulipo, ukitaka kumahusiana na mimi, naomba ex wako umweke kwenye dustbin. Okay? Hapana, kwani unaongea na ex wako unaongea nini? Hapana, hati kwa hivyo. Kwani ex wako ni nani? Wewe ex wako ni nani? Unasema kama ni mtu ambaye tumejaribu kitu fulani kikashindikana. Hiyo ni urafiki, mahusiano, kushindikana. Wewe umeshindikana, kaa huku mimi nikae huku, umeshaendelea. Sawa, sasa tumalizie. Wewe ni kioo cha jamii, watu wanakutizama. Tumia fursa hii kuongea na mabinti ambao wanatamani kuwa kama wewe, kujishape, kufocus na maisha yao. Kwa sababu nowadays kila kitu kiko mtandaoni, ma role model, kila mtu anatamani yale ambayo anayaona kwenye mitandao. I think mabinti wengi wanaangalia. Mabinti wengi ambao mnatamani kuwa kama mimi, kuwa kama Rihanna, Beyonce, kuwa kama mtu yeyote hapa Tanzania. Kama unasoma, maliza shule. Kama unaishi nyumbani, take your time. Mjini hapa Instagram kuna pressure, kuna vishawishi vingi sana. Don't rush anything, usiharakishe chochote kile. Slow but sure, kidogo kidogo.
think watu wengi ambacho hawajui kwamba wanajua mimi sio msomi. Mimi nimesoma na degree. Nimesoma la 7 nimemaliza, nimesoma primary nimemaliza miaka 7. Nimeenda O-level miaka 4, nimeenda high school miaka 2, nimeenda chuo miaka 3. Kwa hiyo usichokacha elimu yako kwa sababu tu unataka kuwa kama unataka kuwa dancer. My friend, utafikia hatua ushakuwa dancer, unje ukaa na watu fulani, huwezi kuongea nao kwa sababu hujasoma. Soma, ukipata nafasi ya kusoma soma. Ukipata nafasi ya kufanya kazi sehemu fulani fanya. Lakini jiongeze, unajua unaweza kuwa mtangazaji hapa leo sasa hivi usiku, lakini mchana una biashara yako, unauza karanga, you know? Kwa usiache kitu biashara, usiache kazi yako sababu utataka kukimbilia ndoto ambazo bado hujaoka nazo. Unaweza kuwa unafanya side, yani unapambana na utangazaji huku, lakini pia unaendelea na shughuli zako. Unasoma huku labda uko chuo, lakini bado unafanya pembeni. Usiache elimu yako kwamba nataka niwe kama Just Makwabe, hapana. Mimi nimesoma bro. Kwa mimi naambia sana msome, mahusiano msialakie. Mahusiano na wakati wake. Wanaume wapo wanaume mpaka mtachanganyikiwa. Kwa wanaume wapo, take your time, no rush. Kuna mimba, kuna ukimwi. Be careful out there. That's all I can say. Thank you for your time. Be careful. Thank you so much. Okay.